Good morning, good afternoon, good evening, depends where you are watching this video from. My name is Judy George na nimekuja kwa nataka kuongea about giving. Unconditional giving, faithful giving. Na this is a very big topic na siku ya leo nataka kuitoa kwa story ya Shunammite woman. Shunammite woman walipatana na Elisha. He was a rich woman from Shunem. And they meet with Elisha. Na akapatia chakula Elisha. Akikuja Shunem, anampea chakula, anampea maji. I hope you understand the story of Shunammite woman. Na alipo kaka akazoea huyu mtumishi wa Mungu anatembea Shumeni, akabia bwana yake. Huyu mtu ni mtu wa Mungu. Tunaweza jenga mahali. Si ile nyumba mzee, tunajenga mahali apate mahali pa kukaa. And so on this ground we talk about her kindness and the generosity. He offered the food. Na kwa hivyo wakatengeneza ile nyumba na wakaweka kiti, wakaweka taa na wakaweka meza. Ndio huyu mtumishi wa Mungu. And this time the woman doesn't know Elisha ni mtumishi wa Mungu ama ni mtu wa aina gani. Na kwa hivyo juu ametoka from another country to their country, yeye anamsaidia kwa sababu ni mtu tu. Lakini yeye hakujua Elisha ni nani ama nini Elisha amebeba kwa maisha yake. The Shunammite woman, they never knew the key Elisha is holding for her. Yeye tu aliendea kumpea chakula unconditional. Watu wenye upeana bila kuangalia. Usiangalie unanipea mimi nikatumie kitu na nini, unanipea mimi ni nani. Wacha kushinda ukichunguza. As far as you do the part of giving, just go on, just be a giver and nothing else. Usiangalie mtu ama ametoka kwenye ni mtu rich, kule umeteni adu watogu, watu rich huko ametoka. As far as ni mgeni amepita kwako, anaweza kuwa na baraka yako. Ile haiwezi kuwa revealed to you unless you get through the circumstance step by step. And so many good deeds we do in our life, hazitokeangi zinakuambia unafaa usaidie huyu mtu ndio kesho akufungulishe mlango fulani. It's always a secret of God. Why are you being a giver? Why are you good for somebody you don't know? And being a giver or a somebody you know or you don't know, it has a hidden purpose. Kwa nini akapitia kwako? Kwa nini ukajipata wewe ndio unampea msaada? Kwa nini wewe hata hutaki kumjua na unamsaidia? Kwa hivyo your generosity and kindness to strangers and people you don't know, they have an impact payback in your life. Ukiangalia story ya huyu Shunammite woman, it has so many topic you can get from this story. Kwa sababu yeye hakujua ni ametoka wapi ama nani, lakini after kukaa akimpea chakula na maji akipita, akajua huyu must be a man of God. Ni watu wangapi saizi wanasema sisi ni mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini when I know this person more, unapata huyu mtu tabia zake hazipelekani na maadili ya kujua Mungu. Ni watu wangapi unaweza kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, as far as umeokoka, you are an ambassador of Christ. And so wherever you go and you pass by, you should wewe tabia zako na mienendo yako na maongeo yako inafaa inaonyeshana huyu mtu anajua Mungu. Ni watu wangapi sisi, hata mimi nikijiweka pale, kwa sababu this message when it comes, it doesn't come for you. It preaches mbele na nyuma. Ni yangu na ni yako. Ni yangu na ni yako. Kwa hivyo hata mimi najiuliza ni mara ngapi naweza kuwa napitia kwa watu wanasema Judy George anajua Mungu. Ni wapi naweza pita watu waseme huyu hajui Mungu. Naweza pita mahali mpaka watu waone huyu mama anajua Mungu, hata wanakuwa kwa msaada wako ama ile funguo wamenibebea maisha yangu ikaachiliwa kwa Mungu na Mungu through wao. Ni watu wangapi wanaweza wasaidiwa na mtu na wakose kwanza kujiitishia. Ni watu wangapi tunaweza kuwa mimi mtu amenisaidia once na mimi nikafanya ni mazoea, sasa mimi nimekuwa omba na muomba kila siku, ili hali hakuwa commissioned kunisaidia mara 2 ama 3.
Alikuwa commissioned kunisaidia siku moja, siku mbili. Hiyo ingine naye Mungu anatayarisha mtu mwingine mahali kwingine. Ni watu wangapi sisi tumekuwa burden kwa sababu alinisaidia siku moja through the God commission, akamwambia na akamhimiza ndani yake support Judy, lakini mimi nikachukua ni mazoea, nikaanza kumuitisha. Na on that ground unaweza miss the mark of why God want to connect with somebody. Alikuwa anataka connect kwa sababu fulani, lakini wewe sasa umekuwa bother, even huyu mtu anachoka. Na kwa hivyo kwa historia Shunammite woman, we should teach ourselves so many how Elisha behaved, how this woman behaved, and also how the husband behaved. Ni watu wangapi unaweza sikia bibi yako ameaccommodate ama amepea a man of God chakula ama kikombe ya maji, complain. Na hii nikiongea hivi naangalia watu mpaka wanaenda to the point wanakemea people who are giving. When you see Elisha was not in need like unaiona, but huyu mwanamke ndani yake alikuwa na himizo, this man must have a blessing for me. Naye hajui kwa nini anampea, anajipata tu anamsaidia. Na hakumsaidia kwa sababu alisema ati yeye ako na njama, hawezi pata afford pesa za kutafuta mahali anaweza lala. Lakini wewe umeona a need and you offer without kutaka kujua the foundation ya hizi need, ama kwa nini mtu akakuja hapa, ama kwa nini akakuwa in the position of my help. Wewe unamsaidia tu. Ili hali huyu mtu anakusaidia, wewe huyu mtu unasaidia Elisha alikuwa tu na haja ya maji na chakula, na baadaye akapata mahali pa kulala. That was it. Kwa sababu alikuwa ameleta message. Hakuna mtu tunaonyeshwa Elisha akibenefit apart from the food of the mouth na mahali pa kulala, na hajapewa for good. Amepewa akikuja huku unalala unaenda. Juu ni mtumishi wa Mungu anapita akileta message za Mungu. Akipita hapa alale huku kwangu siku ya leo, alafu aende. Haja own this place. But just the service of that day, he was in the service of God. Naye Mungu ana hold baraka. And always I always talk about the power of the giver. Na nimeongea story hapa. I think this thing pushes me when I say people wanavurutwa away from giving na vitu na reasons zingine, kusema sijui shughulika, ende ufanye investigation, ende ufanye. Whoever receives hana value ingine. Andanganya ni pesa, anataka hiyo pesa tu, na hiyo kitu ingie kwa mikono yake, asipochunga inaweza potea bado. I say this why, because tukiangalia story ya Shunammite woman, amepea mtumishi wa Mungu mahali pa kukaa na pa kukula, hajaitishwa. That's one thing. And this comes to those people wenye tuko kwa madhabahu na wenye tuko kwa kanisa. Unapata mtu ndio anajiitishia vitu kwa congregation. Elisha hakuitisha. Even inasema urge at this woman urge the Elisha to eat. Alimuhisi, tafadhali kuja ukurage huku kwetu. Anamuhisi. Kwa hivyo whenever you serve God, for those who serve God, usiangalie nani atakulipa. Haujui Mungu ametayarisha nani ahead of you, one step ahead of you, and you miss the mark. Saa zile umeanza kujiitishia kwa watu, umeanza kudemand, lazima mkuje munione, lazima mfanye na pesa fulani. When you start demanding from the congregation, then the will of God inapotea, then anakuacha ujitafutiange. Na kwa hivyo hapo unapata Elisha alikuwa tu to do his duties, then God anamake mtu, then now the Shunammite woman akuwe on the point to serve this man of God without being requested, without being asked, only through the Spirit of God. And so when he was given everything, naye huyu mama hakuenda kumwambia wewe mtumishi wa Mungu niko na mashida. Yeye alitenda tu wema, na yule kutenda wema ilifanya Elisha naye akampa gift, akajua through the Spirit huyu mama hana mtoto, na akamwambia utapata mtoto. Na kwa sababu hata yeye hakuamini, the woman never believed, na kwa hivyo akapata mtoto as promised. Na hii baraka nayo ilipopata changamoto kwa sababu ya ile uzuri alikuwa ameendea kufanya, mtoto alipokufa akakimbia kwa Elisha. Elisha kukuja, hebu imagine who can sleep on a dead body. Alialia hiyo mtoto, akakava macho kwa macho,
mapua kwa mapua, mdomo kwa mdomo, mikono kwa mikono. So akamulalia for hours. Then mtoto akakohoa mara 7 na akaamka akarudi uhai. Unaona? Kwa hivyo ile baraka inatokana na giving, it doesn't die. Hata ukiona kama unafika mwisho, ukikumbuka mahali umepeana na ukumbushe Mungu, this is the foundation of the giving. Inafufua whatever was lost. Sometimes it seems hata kitu imekufa kabisa, ni biashara yako, uagiva, biashara yako imeenda imefifia na imepotea kabisa na umekuwa umefilisika. Na sometimes unakufa moyo na unaona ni kama haitarudi. Imagine iko on the state of the point of the child of Shunammite woman. Sazili alikuwa amekufa, ete alikufa kabisa, the reality, the son is dead. But the time unakumbusha Mungu, you have been a giver, anatumana na unaanzia afresh, na anakuja anaifufua. Elisha alilalia huyu mtoto kwa masaa, kwa masiku. Inaweza yako unaweza anzia kwa masiku, kwa miaka kadhaa, alafu itafufuka uhai tena na iendelee to grow, to expand. Kwa sababu hata yule mtoto alipofufuka si aliendelea kugrow. Na kwa hivyo Elisha juu ya kujua mwanamke alimupa kikombe ya maji alipokuwa anaenda huduma zake za Mungu. Akamwambia, hii country we are going to have a famine. What is it? Kutapatikana famine. And so akamwambia, go to another country with your people. Akamsave. Naye mwanamke akaenda. And to make the story sweet, when the woman was coming back after imeisha na mashida zimeisha, ukame umeisha, aliporudi to the country where she was the origin of her country, naye akapata the king now akiabiwa na mfanyikazi wa Elisha amefufua watu kadhaa. Anasema mmoja ni yule mtoto wa yule mama. Na ile wakati anapopeana story ya yule mama, naye mama akaingia. Hakuna kitu yako hata moja inaweza potea because you are a giver. Don't mind mwenye unapea anaenda kufanya nini na whatever unampea. Don't mind nimekupea nguo hii yangu leo, na ukasikia haikutoshei ama ukakataa kuivia, ukaenda ukagive somebody, I should not mind hiyo nguo hukuivaa. As far as me, I have done the act of giving, and the kindness and generosity I have applied when I give you, I don't have to mind wherever you are taking whatever I give you, as far as I have played my part. Ukiangalia story ya Shunammite woman, mtoto hakuwa na mtoto. Kwa hivyo alikuwa na sababu ya kujiweka upweke, kwa sababu anajiona yeye ni kama barren. Mungu amekuja amempea mtoto. Huyu mtoto amekufa. Angekuwa na nafasi ya kusema kublame Mungu, angalia mtoto wangu amekufa. Ili hali Mungu alimrejeshea. Ubarren ikaisha, mtoto anakufa anarejesha. So whatever is dying in your life, God is coming to revive it now in Jesus name. Alafu alipokuwa kunapokuwa na ukame, Mungu anamprepare na anamtoa, anamsave na anamrudisha. Na God of the right time, God was looking for the servant of the Elisha, the Gehazi, and God of the right time. Sijui kama umeshaijipata una situation. I'll come and give you a story and my testimonies. I have so many testimonies what God has taken through since I knew myself. And unapata kuna mtu anakutega mahali, ama kama mtu anakupangia wizi. Nishaijipata in those situations. Unapata mtu anakupangia kitu na ametafuta makarao, ametafuta makora, amewaambia, umevaa, umefanya. Alafu unajipata wewe umetoka kwenye umevaa imemwagikiwa na uchafu, au umeingia mahali tu imerarua na gari, ukitoka unaingia kwa kioski karibu unanunua tu nguo nyingine madhogodhani na unavaa. Without knowing, God is repainting your identity. God is removing the identity ulikuwa umemakiwa nayo.
Wewe unaweza complain nguo yangu imeraruka, lakini Mungu anajua lazima nirarue hii ndio identity yako usipatikane na maadui wakukose. Unajipata tu na kitu imefika mahali barabara imefungwa usiende mahali huko unaenda una complain. In everything, ebu jua kila kitu ina happen kwa sababu this woman came when Gehazi was giving the story to the king, vile Elisha amefanya miujiza. Na mmoja ni yule mama Mshunemi, mtoto wake alifufuliwa. Akisema hivyo, naye huyu mama the Shunammite woman akaingia kwa mlango. Akasema huyu mama nakwambia ndio huyu. Naye mwanaume akauliza, is that true? Akasema yes, it's true, ndio mimi. Na akapeana story yake akaconfirm. Naye Elisha akamwambia king akaambia Gehazi mali yake yote arudishiwe, mali yote alikuwa nayo. Na kwa hivyo hakuna kitu yake ilikuwa inapotea just because of giving. Do you give ndio tukuone? Do you do vitu una abuse wengine ukisema wewe ndio unajua ukweli kwenye unapeana? Imagine huwezi jua ukweli ya mtu mwenye unasaidia. As far as you feel the burden of supporting somebody, don't look behind ama akona nini ama nini. Maybe it is a test and your blessings are coming through that person. Only that unampea kikombe ya maji, is a billionaire, but umembaia kikombe ya maji. And that connection brings forth many blessings. Zinakufuata tu kwa sababu ya kupeana and kindness, being kind, being generous, giving. Wacha kushinda ukiangalia, wacha kuanzia grupu kwa mitandao, watu wakisema usipeane huyu. Mimi unaambia asipeane kwa huyo, ndio ako na baraka zake zimeholdwa na yeye. And when you stop people from giving, even the devil knows whoever gives receive. And that's when you see people from all the walk of worships, when you worship nini ama nini, not Christianity ama wapi ama Muslims, every religious, they know the secret of giving. And like ukiangalia takomsa au kuji kwa Muslim ama watu wenye wanafanya wanaangalia wanapea nani. Kama tunaangalia tunaweza fanya kazi ngumu sana, wengine we hurt people because kusema yesterday you had money and you don't know kama iliisha na nikabaki niko na nyumba peke yangu, nikabaki niko na kitu lakini sina pesa, sina chakula lakini niko na shamba. Hata nikiuza shamba leo nitakaa kwa barabara. You don't give because somebody doesn't have. You give because the power of giving is repaying back by receiving. Na hakuna mahali tumeambiwa in the Bible. I would like to know kama kuna tumeambiwa upeane mwenye hana. Giving is for everybody. Helping the needy is another thing. Helping the widow is another thing. Hapa hatukuambiwa Elisha was a widow or an orphan. It was a man of God. Giving to the man of God is also another thing. And the impact of giving without being asked, tunaiona vizuri sana kwa Elisha kwa sababu he never asked the Shunammite woman. Not like the Elisha bado aliyeuza yule mama alikuwa the poor woman mwenye aliambia achukue nyungu amjazie mafuta. Alimwambia watoto wake wamefanywa slave kwa sababu ya deni ya bwanake alikufa. Now these are offers. All these and that's why God uses these examples from Elisha through the poor woman and from the rich woman. The rich woman is a child and the poor woman na watoto wake wamefanywa slavery na aliye na deni ya mumewe mwenye aliyekufa. And so this woman akajaziwa nyungu zake mafuta zote, akaambiwa go sell and pay all your debt, na ubaki na mali mtakula maishani, you live on them. So hapa tunaona the power of giving. Wewe unapeananga kwa sababu nimekwambia, unapeananga kwa sababu umefanya utafiti, unajua mtu ako na shida, unapeananga under the cover ya kuoneshana. Just be a giver and be silent. And when you be a giver, God will fight so many battles for you without even knowing. Zingine anakutayarishia daraja ya kupitia masiku zinapokuja na wewe haujui. And then when you listen to people who say you don't give, then unapata unajipimia baraka zako. Okay, whenever you have something fake, we also have the original. Mimi napeana neno la Mungu na vile imekuja na vile nimeisikia. I don't know your interpretation, well and good, but vile naongea I'll help somebody
along the way kuna mtu atasikia na abarikiwe na ile vile mimi nasema, but be a giver. Me, I know the power of giving. I know the power of doing whatever I feel it's right through God conviction. And that's all. So mimi nawaambia siku ya leo, let us be givers, let us be generous, let us be kind wherever you are able to do it. You give what you have. Whatever it is, the little you have can be a blessing of bringing great blessings ahead of you. Kwa hivyo jioni ya leo, be blessed, be blessed, be blessed. I'm Judy George. Thank you very much.